بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kikao cha mwisho tulimalizia kuzungumzia na ufungamana na bai'atul aqaba thania, na tukaeleza matukio yaliyofuata baada ya bai'atul aqaba. Tukataja kuwa bai'atul aqaba ndio ilikuwa ni sababu ya kuleta nusra kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu akiwa kiongozi wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupata himaya na hifadhi kwa watu wa Madina ili kufikisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa baada ya bai'atul aqaba thania, kinachofuata ilikuwa ni hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ashapata mahali pa kushukia. Kwa hivyo baada ya hijra ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha Waislamu kwenda Habasha, Ethiopia, hii ni mara ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam awaamrisha masahaba kwenda hijra tena, walakinaha hijratun ila diyarin arabiyya, lakini kwa mara ya pili hii ikawa ni hijra katika miji ya Waarabu, kinyume na ilivyokuwa mwanzo ilikuwa ni Afrika, Ethiopia, katika kijiji ambacho kabla ya hijra hakuna mtu aliyekuwa akijishughulisha nacho. Mji wa Madina hakuwa na mtu na habari nao, mji wa Madina kabla ya hijra. Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria mji wa Madina kupata utukufu kwa ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji huu. Kitahamaki umekuwa ni mmoja katika miji muhimu sana katika huu ulimwengu, bali ni miongoni mwa miji muhimu sana kwa Uislamu. روى ابن سعد في طبقاته عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما صدر رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبرود مدينة wale wanaume waliotoa bai'a na ahadi ya utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile al-Aqaba ya pili, waliporudi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina, tabat nafsuhu sallallahu alaihi wasallam وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata furaha na utulivu katika moyo wake kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia watu ambao watamhami, watu wanaojua vita, walio na silaha, walio tayari kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali kama hii, Aisha asema: waja'ala al-balaa yashtaddu 'ala al-muslimina min al-mushrikina lima ya'lamuna min khurujihim ila al-Madina. Ikawa ile dhiki yazidi kwa Waislamu kutokamana na kufaru Quraysh ndani ya Makkah, wakawa wazidi kuwatia dhiki
na hasa walipojua kuwa wataanza kuondoka waelekee Madina. Fadhayyaqu alayhim, wakawatia dhiki sana. Wanalu minhum ma lam yakunu yanaluna min ash-shatmi wal adha, ikawa sasa ndio wafikishia katika udhia ambao walikuwa hawafikishii kabla ya hapo, katika matusi na udhia mbalimbali. فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة. مصحابة متوم صلى الله عليه وسلم وكاجكم متوم صلى الله عليه وسلم kumshtakia yale wanaoyapata katika udhia kutoka kwa Quraysh, wakamuomba idhni wafanye hijra, waondoke Makka. Wapi? Wamuongojea Mtume sallallahu alaihi wasallam awape mwelekeo. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari aliwaambia masahaba, inni uritu dara hijratikum, mimi nimeoteshwa ule mji ambao mtagura kwenda. Dhata nakhlin baina labbatain, ni mji ambao una mitende mingi baina ya majabali mawili. Wa huma al-harratan, na Madina ilikuwa na ardhi ya mawe meusi, na mpaka leo mawe meusi. Ukipita Madina utakuta ile njia kuelekea Madina, ubavuni humu ni mawe meusi ambao hakumei mti wowote isipokuwa baadhi ya mimea sugu ndio yamea pale. Kwa si mji wa kuwa na mashamba na nini, mbali na mitende. Kwa hiyo akaona mji huo Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado hajabainikiwa kuwa ni wapi, ni Madina. Kwa ushahidi wa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ra'aytu fil manami anni uhajiru min makkah ila ardhin biha nakhlun, nimeota natoka Makka nafanya hijra kwenda kwenye ardhi ambayo ina mitende mingi. Fadhahaba wahali ila annaha al-yamamatu au hajaru, ona hakutaja hata Madina. Yani mimi nikaitakidi pengine huko kuna kukusudiwa ni Yamama. Yamama kulikuwa na mashamba kule na mitende na nini, ama ni sehemu inayojulikana kama Hajar. Fa idha hiya al-madinatu Yathrib, mara nikajulishwa kuwa la, ni Madina Yathrib. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى. Mtume صلى الله عليه وسلم asema nimeamrishwa nigure kwenye kijiji au mji ambao ndio utameza miji yote duniani. Na hapa tuliwahi kutaja kuwa ukiuangalia msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni msikiti umejengwa na arish na majani ya mitende na mashina ya mitende, lakini angalia ule msikiti ambao ulikuwa pengine hapa tulipokaa ni mkubwa zaidi kuliko ulivyoanza msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio uliomeza dunia nzima. Si kwa sababu pale kulikuwa na nuclear weapons, kulikuwa na silaha kubwa wanazo, la, ni kwa ile iman waliokuwa wameibeba masahaba na i'tiqad sahih waliobeba katika nyoyo zao. Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru kwa hilo. Na leo tuweza kuona msikiti mkubwa, tumejenga msikiti mikubwa na nini, lakini ndani yake hakutoki hata mwanafunzi anayeweza kutoka na yeye akasomesha. Yani pengine baada ya ibada tukufu adhimi ya sala ukaona misikiti haitumiwi katika ile kazi yake ambayo ilitumika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwajenga waislamu katika imani zao na kuwafundisha dini yao, wakaielewa, wakafundishwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ulikuwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukitumika ni kama nyumba ya kila aina ya idara ya kiserikali ndani yake. Kila idara ya kiserikali iko pale, ndio panapoandaliwa majeshi pale, wakatoka wakaenda wakatumwa kila mahali. Ndio pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokutana na masahaba wake wakashauriana. Mji mdogo tu lakini ukameza miji yote ulimwenguni.
wakati wa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo ameamrishwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwenye mji ambao takulul qura, utakula miji yote. Yaquluna Yathrib wa hiya almadina, na hapa wanaovioni Ibn Hajar akataja faida, wakataja kuwa karaha ya kuita Madina Yathrib. So mtume sallallahu alaihi wasallam asema yaquluna Yathrib, asema hapa wanaokusudiwa nani? Almunafiqun. Wanafiq ndio waita Madina Yathrib wa hiya almadina, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam asema lakini ni mji wa Madina, yeye akauita Madina. Na mtu aweza kusema lakini katika Qur'ani imekuja wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Allah hapa ataja maneno waliyosema nani? Wanafiq ndio wanasema hivi. Kwa hivyo ni hikayatul qawl, lakini ule mji waitwa Madina. Mtume sallama akalikataa hili jina la nini? La Yathrib. Tanfi an-nasa kama yanfi al-kiru khabath al-hadid, Madina yachuja watu kama vile mfua chuma anapotumia kile chombo cha kuchoma ile chuma na kupuliza ile chuma, inapochomeka namna ule uchafu unavotoka katika chuma ikabakia chuma safi peke yake, ndivyo Madina unavosafisha. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة. kisha hapa ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha waislamu wote watoke Makka waelekee Madina, na kule waliko watoke waelekee Madina. واللحوق بإخوانهم من الأنصار, waende wakaungane na ndugu zao katika Ansar. فقال لهم, akawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam, إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. Allah amewajalia nyinyi ndugu zenu na watu ambao mtakwenda kupata amani kwao, kwa hivyo nendeni Madina. Fakharaju arsalan, masahaba wakawa watoka makundi kwa makundi waelekea Madina. Mutakhaffin mushatan wa rukbanan, wakiwa wajificha, sababu Makuraish walikuwa wakiwazuia, wana hofu, wajua kule watu wakishakusanyika wakawa katika sehemu moja, ile nguvu ya Uislamu itakuwa ni moja, kwa hivyo itakuwa ni hatari kwao, wakawa wazuia watu kwenda wapi? Kwenda Madina. La wao hawataki watabikishe dini yao ndani ya mji wa Makka, la wao hawataki waondoke waende zao Madina, wabakie pale pale wawaudhi tu, ndio haja yao walikuwa nayo. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. متوم صلى الله عليه وسلم يكباكي asubiri idhni ya Allah, kwa Allah ampe idhni sasa toka Makka nenda zako Madina. Kwa yeye akabakia, ikawa masahaba wameanza kuondoka makundi kwa makundi. وحين سمع من بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم من المدينة, waliposikia wale masahaba walikuwa wamekwenda Habasha, waliposikia habari kuwa ndugu zao sasa wamepewa ruhusa waende zao Madina, na wao pia رجع منهم 33 رجلا و8 نسوة, wanaume 33 na wanawake 8 wakarudi ili kuelekea wapi? Madina. famata minhum rajulani bimakka, watu wawili walipofika Makka katika masahaba wakafariki. wahubisa bimakka 7 nafar, na 7 wakashikwa wakafungwa na washirikina Makka. منهم هشام بن العاص بن وائل وسلمة بن هشام بن المغيرة, miongoni mwao ni hao wawili katika masahaba wakubwa. وهاجر الباقون إلى المدينة, waliobakia wakafanya hijra wakaelekea Madina. وبقي بأرض الحبشة جعفر ابن أبي طالب وحاطب بن الحارث ومعمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه, ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب التي وقعت بين النجاشي ومن خرجوا عليه. جعفر na wenzake wakabakia Habasha. Kilichowazuia kulizuka vita
Habasha wakati wa an-Najashi. Walizuka watu wakataka kuipendua serikali ya Najashi. Watu kama wako katika kila wakati, yani yule kiongozi anayekuwa pale hutokea mushaghibin wakataka kuipendua ile serikali. Kwa wale wakabakia kule, hawakuweza kuondoka sababu kulikuwa na vita. ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنة 7 للهجرة كما سيأتي إن شاء الله. kisha mwaka wa 7 katika vita vya Khaybar ndio Jaafar na wenzake wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Khaybar. Haya tutakuja kuyazungumzia inshallah tutakapofika kule. Suala ambalo lafuata ni kuwazungumzia watu wa kwanza waliofanya hijra katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. katika watu wa Madina wasema watu wa kwanza waliokuja kwetu hijra katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mus'ab bin Umair na Abdullah ibn Ummi Maktum ambaye alikuwa ni kipofu, na hao walikuwa ni qurra katika qurra as-sahaba, yani walihifadhi Qur'an. Faja'ala yuqri'anina al-Qur'an, wakawa wamefika kule kufanya nini? Kukaa. Kazi yaendelea, watu wasomesha Qur'an. Na hivi ndivyo inavyotakikana kwa dai yeyote anapofika mahali kufanya da'wa. Kitu cha kwanza kabisa, msingi wa ilmu ni kuwafundisha watu kusoma Qur'an. Jambo la kwanza kabisa, mwanzo kuwafundisha watu Qur'an, waijue Qur'an. Na leo kuna kazi kubwa sana katika jambo hili. Msione hivi, mashaallah waweza kuona watu wengi, lakini wengi katika ndugu zetu hawajui kuisoma Qur'an. Kwa jambo la kwanza tuwafikishie hii Qur'an, wajue kuisoma. Na kwa ndugu zetu ni juu yao kujitolea wakati wao. Wewe utoe wakati wako kwa jambo lolote. Hakuna kitu ghali kama kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, angalau ukajua kusoma kitabu cha Allah. Na hakuna udhuru leo ukasema sijui mimi sina wakati. Wako vijana alhamdulillah wamejitolea katika misikiti mbalimbali wasomesha Qur'an. Nenda kasome bure, wengine wasomesha. Nenda kakae chini, tenga wakati wako katika umri wako kila siku nusu saa peke yake, nenda kasome pole pole mpaka ujue kusoma Qur'an. Na tulab alilm ambao Allah amewaneemesha kuijua Qur'an, wafungue hilaq katika misikiti ya mitaa yao wanaoishi, wasomeshe watu Qur'an. Waacheni wao ndio wasiwe na udhuru. Si wewe ukawapa udhuru kesho wakaja kusema kuwa hatukupata watu wa kutusomesha Qur'an. La, somesheni kuanzia qaida. Na mtu hata akawa mtu mzima, usione haya, kaa chini, anza alif basi, watu waanza huko. Kwani kina Mus'ab bin Umair hapa ngoje kuwasomesha nani? Watoto tu? Kuna watu wazima hapa wakubwa wa makabila yao wakakaa chini na wakasoma, ambao ni wabora kuliko sisi, na wakakaa chini wakasoma, na wanaanza kusoma wakiwa umri huo mkubwa, na wakawa aima katika tarehe ya Uislamu, wakumbukwa kuwa hao wameibeba dini ya Allah wakaifikisha kwa umma. Aima ukiwazungumzia masahaba, wao wakaibeba dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifikisha kwa umma, na wengi wao walisoma wakiwa ni watu wazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa Qur'an akiwa na miaka ngapi? Kuanzia miaka 40. Tuna udhuru gani wa kusema kuwa tutaki kusoma? Na wale wanaojua kusoma na kusomesha tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile ilmu Allah aliyotupa tumeifanyia nini? Na katika amal unaoifanyia ilmu ni kuifikisha ile ilmu Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa. Kwa ukiambiwa kuwa mtu fulani, naam, toka hapa nenda kijiji fulani kakae fanya da'wa, kitu cha kwanza usianze unkuja na aqida tutahawia kwa pani, wewe mwenyewe huielewi. Kwanza sasa tufungua kitabu, nani anayekuelewa wazungumza nini? Baba, taratibu. Hii riaa hii na kujionyesha kuwa wewe unsoma, nani anakuambia taka mambo haya? Watu hawajui kusoma Qur'ani, wao wapeleka mambo makubwa
wasiyojua. Na hili jambo lilawama lazima tuwalaumu baadhi ya wanafunzi, aona yeye akisomesha qaida alif ba tajishusha hadhi. Walakin kunu rabbaniyin, ni kuwa uwe mlezi katika ilmu, waolea watu kuanzia ilmu ndogo ndogo wapeleka juu. Aona yeye akisomesha usulu thalatha atakuwa njishusha hadhi yeye, kwa hivyo ataka moja kwa moja aanze na kashfu shubuhat, fathul majid. Na wengi katika wanafunzi wanaofanya kama hivi hawafaulu katika da'wa yao. Labda awe yeye wajititimua tu, wale watu kila siku wamsifu, fulani nsoma, watu elewi kitu pale, mashaallah, fulani usikia vyombo leo, tunatoka patupu pale. Bahari kubwa bwana ile bwana, bahari tawili ile, sio? Watu wa Mombasa wapenda ukiwasomesha masomo ya kawaida ambayo kila mtu yaelewa. So basi ana nini yule, nenda ukasikie fulana na vyombo, fanya machezo wewe, aya moja mwezi mzima. Sasa aya moja, nenda chukua tafsiri ya Ibn Kathir uone kama aya moja anaitafsiri mwezi mzima. Chukua tafsiri, hata ukachukua tafsiri gani ambayo arefusha katika kutafsiri mwezi mzima aya moja, wengine neno moja. Unsikia bwana lile neno bwana linitafsiriwa Ramadhani nzima bwana. Na kuna mengine kwa hatatuelewi bwana. Sasa onekana mtu ana ilmu kubwa, kumbe awachezea wao, wamuitakidi yeye kuwa nsoma na wao wale mmazuka. Sasa wao kazi yao kusema kila siku hatukuelewa kitu. Sio ilmu hiyo, wala sio mfumo wa kufundisha. Ilmu waanzie watu kule chini ambako hawakuelewi, kule kumuhimu sana. Kwenye Qur'an waanzishwe qaida alif ba ta, subra na wao mpaka uhakikishe kuwa alhamdulillah huyu fulani alikuwa hajui kabisa kusoma, leo alhamdulillah amefikia hali yuwasoma mwenyewe Qur'an. Hapo umefanya kazi. Fulani yule alikuwa hata kutawadha hajui, nimemsomesha tahara, akasomeshwa milango ya kutawadha, kuna namna ya kuoga janaba, akafundishwa katika janaza kuosha maiti, kuvika yale mambo ya msingi yale, ndio watu huanza nayo. Ona Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu arda na Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu, jambo la kwanza kabisa wakaanza kuwasomesha watu Qur'an. Mwanzo somesha Qur'an, wajue kusoma Qur'an. Na maimamu wa msikiti tuwache uvivu, tuwasomeshe watu walioko chini yetu katika misikiti tunaowekwa kuwa ni maimamu. Si imamu bana yuwaswalisha kisha kutoka kuswalisha huyo yuenda zake. Kwani hilo si yule anayeswali nyuma yako pia aweza kuswalisha? Si nkuswalisha tu, yuwaweza yule kuja akasongea mbele, hasa zile swala za kimya kimya, ataleta takbira tu, Allahu akbar, samia Allahu akbar, Allahu akbar, amalize salamu alaykum, salamu alaykum, huyo endeza kama watu wengine. Tofauti yako nini wewe uliosoma? Tofauti yenu nini? Ikiwa watu waweza kukaa miaka 10 20 ndani ya msikiti huo hajasoma hata kufundishwa kusoma Qur'ani, asome, hajui, yuko pale tu yumo tu, hajui tauhid, hajui fiqh, hajui chochote, yuko pale msikitini tu yanka, kazi yake ni kusifia tu, imamu wetu bana mwisho bana, imamu wetu bana mwisho bana. Ankufaidisha na nini? Unsoma nini wewe kwake ukaelewa ukafaidika? Bwana yuwashambulia sana watu. Sasa mtaka muambie nini? Kama wewe hutaki kuwa katika hao na ushambuliwa, badilika, wafaidishe umma. Lau kama maimamu wa misikiti watasimamia hili jambo, basi tutaondoa katika mujtamaa wetu jambo laitwa mtu hajui kusoma Qur'an. Ili jambo liondolewe kabisa katika mujtamaa wa Kiislamu, wao watu wajua wanachokisoma. Na ndio utaona siri ya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wewe angalia risala alizoziandika. Sisi tusoma parasail, al-usul al-thalatha, al-qawaid al-arba'a, al-usul al-sitta, nawaqid al-islam al-10. Umeona? Kitabu tauhid. Ukiangalia utaona ni vitu simple sana. Ndio hivyo walikuwa wale vijana na wasomesha, akiwapeleka sehemu mbalimbali kusomesha risala zile. Mambo ya msingi kabisa katika tauhid watu wasomeshwe, wayajue sawa sawa. Bali kuna baadhi ya misikiti wakati huo walikuwa kila siku wakisomesha usul thalatha, mwanzo mpaka mwisho isoma, ikiisha siku ya pili isomeshwa tena mpaka mtu ameihifadhi.
ndio pale waweza kumwona mtu ami likaja jitu na milemba yake likazungumza shirki zake pale, akamwambia wewe fanya adabu, Allah yasema kadha na mtume sana wasema kadha na Allah yasema kadha. Kisha pale ndio hawataki kitu, wataka qala Allah wa qala rasulu, wataka tukwambie qala mjombako, tusikwambie qala Allah wa qala rasulu, tukwambie nini? Wewe hutaki qala Allah wa qala rasulu, wewe wataka nini? Ansema fulani na allan, hakuna kitu kama hicho. Alhamdulillah, imefikia hali hawa makhurafi pia siku hizi ujidai pia imepokewa katika silsila hiyo, tasalsuli hiyo iko hiyo, aanza kuwatia wenzake kwenye mavunga, lakini lazima ataje impokewa, kwa sababu ajua mtaulizwa hapa, awadanganya wenzake, ajua ataulizwa. Sasa wale jamaa kule bil mirsad, tukitoa tu uongo wako pale watungoja bwana, watawaambia watu sisi warongo. Sasa yabidi hata kama za urongo, na mkitoa za urongo tutasema, tutawaambia watu hiyo min alladhina rawahu jirani, ya jamaa haimo la Bukhari wala Muslim wala Tirmidhi wala Abi Daud wala yote, antunga huyo, na wala wana haya aweza kutoa hadithi ametunga kwenye kichwa chake cha kwambia rawahu Abu Daud bila kujali. Lakini alhamdulillah ahlus sunna bil mirsad, watizama tu, wakizua tu nyundo iko tayari imeinuliwa hivi, ngoja tu kitia kitu ai naumia, fanya adabu, siku nyingine usidanganye watu. Kwa watu wakianza kusomeshwa namna hii katika misikiti, ule ujinga utaondoka kwa Uislamu, utaondoka polepole. Na ndivyo masahaba walivyofanya hijra Madina. Kitu cha kwanza, somesha Qur'an, watu waanze kusoma dini yao. Huu ndio mfumo wa salafu salih ridwanullahi ta'ala, na ndio siri ya wao kufaulu, sababu waliisoma dini ya Allah, wakaisomesha kwa watu dini ya Allah, wakaifuata dini ya Allah, ndio wakafika kule walikofikia. قال ثم جاء عمار وبلال وسعد، kisha wakaja kina Ammar bin Yasir, Bilal, Sa'd bin Abi Waqqas wengineo. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، عمر الخطاب akaja na watu 20. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. na Ibn Ishaq na Ibn Sa'd wao wakasema kuwa kana awwala man hajara ila almadinati min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam min almuhajirin min Quraish min bani Makhzum Abu Salamata ibn Abd al-Asad. Huyu ndiye wa kwanza aliyefanya hijra, wataja hivyo. wasmuhu Abdullah hajara ila almadinati qabla bay'ati al-aqabati ath-thaniya bisana, amefanya hijra kwenda Madina kabla ya bay'ati al-aqaba ya pili kwa mwaka. وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة، alitoka Habasha akaja akakimbia wapi? Madina. فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار، ما قريش walipokuwa kimuudhi sana katika dini yake, akafikiwa habari kwa kule Madina Ansar wamesilimu. kharaja ila almadinati muhajiran, akatoka kukimbilia wapi? Madina, akifanya hijra hii. Sasa hapa kuna suala, tutakusanya vipi baina ya hivi? Ni nani aliyefanya hijra wa kwanza? Ibn Hajar rahimahullah ta'ala yeye akakusanya baina ya visa hivi viwili, akasema kila mmoja kwa ufahamu wa maneno yake, kwa kila mmoja ana umwanzo wa kivyake tofauti na mwenzake. Abu Salama asema kharaja la liqasd al-iqamati bil Madina, kwa sababu hawajaambiwa wafanye hijra mwaka kabla ya bai'at al-aqaba ath-thaniya, kwa hakutoka kuwa yuenda kuishi Madina, bal firaran min al-mushrikin, bali aliwakimbia washirikina akaenda zake Madina. Ndiyo ni hijra, lakini hijra hii hakuenda kule kuwa basi tutabaki hivi, ni kuwa tusubiri amri ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lau kama angesema waende kwingine angekwenda. بخلاف مصعب رضي الله عنه فإنه خرج إليها للإقامة بها، kinyume na Mus'ab bin Umair, yeye ametoka kwa ajili ya kwenda kuishi haswa Madina. wa ta'limi man aslama min ahliha bi amri an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na kuwafundisha wale waliosilimu katika ansar kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. falikullin awwaliyatun min jiha. Kwa hivyo Ibn Hajar akakusanya kila mmoja ana mwanzo wake katika upande wake. Tumeelewana hapo nafikiri? Naam. Hijra ya kutoka Makka kwenda Madina
lam takun hayina sahla, haikuwa ni jambo sahali jepesi mtu kutoka Makka kwenda zake Madina. Si jambo ambalo makuraish watasikia kisha wafurahie kwa haya waondoka waenda zao Madina. Bal kanu yad'una al-araqil fi sabili al-intiqal min Makkah ila al-Madina, walikuwa wakiweka vizuizi wakiblock watu kutoka Makka kwenda Madina, na wakiwatia waislamu katika mitihani mbalimbali na udhia mbalimbali, lakini waumini wakabaki pale pale. Kila nafasi mtu anayoipata akimbia kutoka Makka elekea wapi? Madina. Na masahaba walikuwa waelewa maana ya hijra. Allah subhanahu wa ta'ala sema lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, kwa walikuwa wajua kuwa sisi tuacha majumba yetu na mali zetu, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanachokitaka wao kwa ushahidi wa maneno ya Allah. Angalia, haya si maneno ya mtu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awatakasa na kusema hawa ilikuwa nia yao si kitu kingine, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Kisha Allah akawasifu akasema ulaika humus sadiqun, akawasifu wale ni wakweli, wametoka Makka ni wakweli, waelekea Madina, wameacha majumba yao, wameacha mali zao, wajua kuwa sisi tuna maana ya hijra ni kuwa tuache kila kitu kwa ajili ya Allah. Wewe ulikuwa tajiri, wenda mahali huna hata shilingi moja, watoka mtupu wenda kuanza maisha upya. Sasa ukitaka kuanza kuwazungumza masahaba, hebu hili liweke kwenye akili yako. Wewe majengo huwezi kutoka pale, ukaambiwa sasa wewe toka, na ukijumba cha kukodisha labda kijichumba tu ukodisha pale, huwezi kutoka. Ukaambiwa sasa hijra, watu wenda mahali fulani, mfano ungeanza wajua ngoja nijipange, wajua watu watoka nchi za Kiislamu na nchi za kafiri. Leo Waislamu, mtu atoka Saudi enda kuishi Amerika, ama atoka Yaman enda kuishi Britain, aacha nchi ya Kiislamu enda nchi ya kikafiri, na kule enda kuapa, kule si refugee, enda kuapa kuwa atashikamana na zile sheria zilizoko kule. Si wafanywe hivyo? Sio kuwa wewe lazima uambatane na sheria za hapa, sio? Uenda kuapa awacha nchi yake muazzaz mukarram kwa sababu ya dunia, kisha huyu uje muone ati ni mshia atukana masahaba. Wewe nini wewe? Msakatonge, sakatonge, unkwenda kutafuta tonge wewe kwenye nchi ya kafiri, umewacha nchi ya Kiislamu. Wewe wakusema kweli wewe? Si unyamaze kimya basi? Yani wewe fikiria, Ka'b bin Malik, tutakuja kuzungumza huko mbele insha Allah taala katika vita vya Tabuk, alivyokatwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Aliletwa barua kutoka Malik Ghassan, amwambia qad alimna anna sahibaka qad jafak fata'ala indana nuwasik, twasikia huyo bwana huko amekukata, amekuwa msusuavu kwako, hazungumzi na wewe wala kutoleza, njoo kwetu tutakuliwaza. Barua bwana kutoka kwa mfalme bwana, amuita Ka'b bin Malik, njoo bwana. Ka'b bin Malik asema wa hadhihi baliya, hii balaa nyingine, mimi mwenyewe nina balaa zangu, huku wewe leta balaa nyingine. Hapo moto uko mbele yake, akachukua ile barua akaitia kwenye moto hivi. Leo mtu yuko tayari kusema uongo, refugee, ataenda kule ajifanya zungumza lugha ile nchi ambayo ina vita kule, ambayo si lugha yake, ama atajifanya bubu mradi yeye ende nchi ya kafiri, atoke nchi ya Kiislamu. Hivi masahaba hawakuwa hivyo. Masahaba waliacha nchi ya kikafiri wakaenda katika nchi ya Kiislamu, wakawacha mali zao, wakawacha nyumba zao, wakawacha kila walichokuwa kimiliki. Na hili walikuwa walijua, twenda mahali hatujui tuelekea wapi baada hapo, na watu wakaondoka. Hebu bwana jamani, waacheni masahaba itwe masahaba. Wallahi hata tukafanya nini hatuwezi kuwafikia, hatuwezi.
tuache urongo, fanya utakavyofanya. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam asema law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. wewe toa mfano wa mlima Uhud dhahabu fi sabilillah kwa ikhlas, ile ajira unaoipata hauwezi kufikia tende alizozitoa kwa mkono wake tu sahaba. Wewe huwezi kumfikia. Aliishi wakati mgumu bwana. Mtu amwacha babake, amwacha mamake, awaacha ndugu zake kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu auna haya mbele ya asiyekuwa Muislamu kudhihirisha Uislamu wake, auna haya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ndio maana Allah akasema radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu an yarda anhum. Wale walikuwa watu bwana, Allah aliwachagua bwana, tena kwa wakati munasib kabisa. Usione walikuja tu wale watu, ile ni jail generation. Allah ameiumba kivyake, ile ameichagua. Hawa nimewachagua, ikhtarahum, kama Ibn Mas'ud, ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi. Allah amewachagua. Maana si kwa wingi hivi akisema huyu hawa ndio nataka wawe masahaba wa mtume wangu, hawa peke yao. Mimi na wewe hatukuchaguliwa. Tufanye heshima. Wakitajwa masahaba funga mdomo, si yule. Kuna wengine mbwa wakishia huku, kuna wengine mashia golo huku wana taabu kweli kweli. Akishapewa njugu kidogo tu hivi na mbatata, basi yuko tayari amtoe mamake kwa ajili ya kumuuza kwa ajili ya dunia. Wacha kusema kutukuuza dini yake. Hata mamake na babake akiambia wauze atawauza, ili mradi yeye apate lugma. Akishapewa basi akatiwa ulevi kidogo na mashia, huyo yusimama anza kumtukana sahaba huyu, amtukana sahaba huyu. Ya akhi malak anta, hebu nenda kasome tarehe wajue nani masahaba ya akhi, kabla hujawazulia uongo na kuanza kuwatusi. Wallahu almusta'an. Katika hijra kuna masahaba walipata mtihani mikubwa sana, na miongoni mwa watu waliopata mtihani ni ummul mu'minin Ummu Salamata radhiyallahu anha. Na yeye huyu tutaweka halqa khassa kesho biidhnillah, idha ahyana Allah, tumzungumzie yeye tu na namna alipopata tabu mpaka kufika Madina. Na haya tuyazungumza na kuyataja, na tutataja baadhi ya masahaba fulani namna alivyokwenda hijra, ili tukishaelewa tuelewe manzila ya masahaba katika hii dini na namna watu walivyopata tabu katika kuipokea hii dini na kuifikisha kwa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile heshima yao ibakie kuwa masahaba ndio wabora katika hukumu. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma wa alla yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.